4. Maana yake ni nini? Baada ya uchaguzi huu, msitu wa miti wenye thamani ya milioni 10 utauzwa shilingi milioni 5. Lakini wameenda zaidi kwenye hiyo sheria ya fedha ya mwaka huu. Wameongeza kodi kwenye bidhaa zote, lakini mheshimiwa, ambavyo hawana aibu, wameenda kuongeza kodi hadi kwenye vitanda vya gesti na hoteli. Licha ya kodi ambayo wenye gesti walikuwa wanalipa kila baada ya miezi 3, wamesema safari hii nje na hiyo kodi, ukilala guest, uwe wewe na mpenzi wako au wewe mwenyewe, unatakiwa kulipa kodi ya 10%. Maana yake ni nini? Kama ulikuwa unalala guest kwa shilingi 15,000, utalala kwa 25,000. Ndio maana yake. Wameenda mbali zaidi kwenye hiyo sheria, wameongeza kodi kwenye bidhaa zote, wamepunguza kwenye kitu kinaitwa pombe kali. Maana yake ni nini? Tena pombe zenye spirit. Maana yake ni nini, Mheshimiwa Makamu wa Rais? Maskini mpe pombe za bei ndogo, alea sau tabu zake, wakati wao wanasomba madini yetu. Maana yake ndio hiyo. Kutoka 10% ya konyagi, visichana, sijui vile vidude wavulana mnapenda kuzitumia mkiwa na stress, master, yes, vinaitwa vimaster, ambavyo kwa kifupi ni pombe za maskini, wamepunguza bei ili Mtanzania aendelee kuwa maskini, aendelee kuwa pombe, ili wakija hapa na magari ya milioni 500, Watanzania waendelee kuwaimbia yena yena, ali huyo, sisi mbele kwa mbele, huko mbele sijui ndo wapi. Na wameendelea zaidi, wanawaambia mtaisoma namba. Baada ya uchaguzi kweli tutaisoma namba. Mimi nikasema, Mheshimiwa Mgombea Makamu, mimi wakinichagua kuwa mbunge wa jimbo hili, kwenye ofisi yangu kama mbunge nitaweka mwanasheria kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Na mimi kwa sababu sio binafsi wa fedha, katika mshahara wangu wa milioni 18 kama mbunge, nitatenga milioni 2 kwa ajili ya wakili atakayekaa ofisini kwangu, kazi yake ni kusaidia wanaonyanyasika kwenye jimbo hili. Hapa Njombe, mwenyekiti wa kijiji, sijui mwenyekiti wa mtaa, sijui mtendaji, ofisi zao ni mahakama ndogo.